Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na Waziri Dr. Gwajima asifu umoja wa mafundi simu Iringa, ataka kulinda maadili katika jamii. Kwanza niwapongeze kwa kazi kubwa wanayoifanya ya kujikita kwenye sekta ya ufundi wa teknolojia ya simu na kompyuta na kuanzisha kabisa chama chao huko mkoani Iringa. Hii ni hatua kubwa na inaakisi jamii yenye maono. Kabudi yahimiza uzalendo kwa wakandarasi wazawa. Njia ya Mbuyuni au wakapita njia hii, kwa sababu eneo hili ni eneo oevu, lina maji mengi. Kwa hiyo niwapongeze sana wakandarasi kwa hatua ambazo mmezichukua kuhakikisha kwamba mnajenga barabara ambayo inakaribiana na hali ya hapa. Waziri Ulega ahidi ujenzi wa barabara Kakonko. Na mimi nimekubali na nimekwisha kumwagiza meneja wangu wa TANROADS aanze hiyo kazi. Sio tena mita 100. Aweke ule mlima, nimeambiwa ule mlima wakati wa mvua huo unawasumbua sana. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima Habari. Tutakao kusomea jioni ya leo. Mimi ni Beldina Majinge na mwenzangu mimi ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu. Na tukianzia mkoani Iringa, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Dr. Dorothy Gwajima ameupongeza umoja wa mafundi simu, wauzaji wa simu na kompyuta mkoani hapo na kuahidi kushirikiana nao kulinda maadili ya jamii kwa kupinga matumizi mabaya ya teknolojia, ikiwemo kusambaza picha na taarifa zinazokiuka maadili kupitia mitandao ya kijamii. Akizungumza na Matukio Daima wakati wa kipindi cha Tanzania Leo, Waziri Gwajima amesema hatua hiyo inaonyesha uzalendo na dhamira ya kujenga jamii yenye maadili na usalama. Kwa kazi kubwa wanayoifanya ya kujikita kwenye sekta ya ufundi wa teknolojia ya simu na kompyuta na kuanzisha kabisa chama chao huko mkoani Iringa. Hii ni hatua kubwa na inaakisi jamii yenye maono. Kwenye dira yetu ya 2050 wanaelekea wapi? Wenzetu wameanza kujipanga, lakini nipokee pongezi zao au zenu wote. Ndio. Lakini niwapongeze kwa kuamua kupambana kutokomeza ukatili wa kijinsia na kwa watoto kupitia sekta yao ya utengenezaji wa vifaa vya simu na kompyuta. Ina maana kwamba walichokianzisha Iringa kinatakiwa kiigwe nchi yote, maana mafundi wote wako kila sehemu. Kazini kama hospitalini, ni kama mtu ameleta mgonjwa umtibu. Hata wewe daktari unachukuaje siri zake tena unazipandisha mtandaoni? Hata ina maana kuna watu hawana maadili. Ila Iringa wameamua kuwa na maadili, mimi nawaunga mkono. Na siku nyingine nikija huko Iringa, nitashuka hapo niwasalimie, nione wanaelekea wapi, mipango gani linaingiaje, kama ni kwenye wizara yetu, ni wafanya biashara ndogo au ni wafanya biashara wakubwa, changamoto zao na mapendekezo yao na mimi niweze kuwasemea, maana ni eneo taka sana. Hivyo niwashukuru na niwapongeze, endeleeni na moyo huo. Nitashuka siku moja Iringa, nitafika niwasalimie. Karibu sana. Kwa upande wake, mkurugenzi wa chuo cha RDO Fidelis Filpatali amesema kuwa katika chuo hicho kina zaidi ya kozi 28 ambapo moja inahusu ufundi. Hivyo amewashauri mafundi hao kupata kozi ili kuwa wataalamu zaidi. Lakini nimefurahi sana kukuta tuna umoja huo ambao yawezekana moja kwa moja sisi wote tungeweza kunufaika pamoja, yani RDO pamoja na huu umoja wa hawa mafundi. Sisi RDO tunatoa fani 18 lakini ndani mwake tuna ICT na hii ICT inatolewa kwenye vyuo vyote. Manake kwetu sisi basic ni computer na tunafundisha hardware and software. Kwa hiyo ndiko huko unakutana na hawa wataalamu. Na tuna department ya electronic. Sasa ninaanza kuonja kwamba mheshimiwa mwandishi, ndugu mwandishi, ninadhani kuna haja sana umefanya jambo zuri sana kutulingi kwa pamoja kusudi hizi fursa na vijana wetu hawa, kwa sababu kienda kule Mafinga mjini, ukija hapa kijijini Junction Kidete, unaenda sehemu zingine kule Lulanzi, unaenda pale Kilolo mjini,
vimejaa vibanda vya vijana wetu ambao ni wajasiriamali, wanatokana na mafunzo waliopata kutoka kwetu. Na ninaona hiyo fursa kwamba hawa vijana wakitambua huo umoja, basi wanaweza wakawa ni patili. Lakini hata wale wanaotoka huko Iringa wakajua kama wanahitaji electronic technicality, ile ufundi, na unapata certificate kwa sababu sisi tumesajiliwa na NACTVET. Tunatoa mafunzo sawa kabisa na VETA, anapata cheti cha mafunzo cha VETA. Kwa hivyo tukajumuika kwa pamoja. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Watu wenye Ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi ameendelea na ziara yake jijini Dar es Salaam, ambapo ametembelea ujenzi wa barabara ya Kilongawima, amezindua jengo la mama na mtoto katika hospitali ya Vijibweni, pamoja na kukagua ujenzi wa shule ya sekondari Kibonde Maji na shule ya msingi Vigoa zilizopo wilayani Temeke. Katika ziara hiyo, Profesa Kabudi amewataka wakandarasi wazawa kuwa waaminifu na wazalendo kufuatia maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuwapa kipaumbele wenye miradi ya ujenzi. Barabara ya Kilongawima ni moja ya barabara nyingi zinazojengwa katika jiji la Dar es Salaam. Na moja ya matatizo makubwa ambayo tunayo Dar es Salaam kwa sababu ya mvua za mara kwa mara ni mitaro. Na ndio maana mnaona katika mradi huu ambao serikali ya Tanzania imekopa, wananchi wa Tanzania wamekopa fedha kutoka Benki ya Dunia ambao watailipa, ni kujenga kilomita karibuni 90 za mifereji ili kuhakikisha maji yanapita. Sasa eneo hili la Kilongawima, barabara hii imekuwa muhimu sana sababu ya kuisaidia barabara ile ya Bagamoyo. Magari wote sasa huku Ununio, Mbweni kumekuwa na watu wengi. Kwa ina maana sasa wanaweza wakapita ile njia ya Mbuyuni au wakapita njia hii. Kwa sababu eneo hili ni eneo oevu, lina maji mengi. Kwa hiyo niwapongeze sana wakandarasi kwa hatua ambazo mmezichukua kuhakikisha kwamba mnajenga barabara ambayo inakaribiana na hali ya hapa. Ndugu zangu wa TARURA, tujenge utaratibu. Tunapofanya hii miradi tushirikiane na sekta zote, isiwe tu kwenye kuhamisha miundombinu. Lakini tupange na watu wa TANESCO, tupange na watu wa DAWASA, na tunakoelekea huko tupange na watu wa TANESCO ili miaka ijayo hizi nyaya zote zitaondolewa, zote zitajengewa chini, lakini pia nyaya za mkongo wa taifa. Kwa kazi hii ni nzuri, sina maelezo mengi sana kwa sababu ni barabara ambayo nimekuwa naitumia kwa takriban sasa nikihesabu ni miaka 10 kwenda kurudi, na kwa kweli kazi iliyofanyika ni kubwa sana. Miji yetu hii ilijengwa kwa namna ya ajabu na wakoloni. Walijenga maeneo ya ofisi mbali na maeneo ya kuishi. Ndio maana tunaona asubuhi yote watu wanaenda na jioni yote watu wanarudi huku. Lakini naamini kabisa tutakapokamilika na barabara ile na tukiongeza na hiyo, kwa kiasi kikubwa sana tutakuwa tumekabiliana na swala la. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesisitiza nidhamu ya matumizi ya fedha na kupongeza fursa zinazotolewa kwa wakandarasi wazawa. Naye mwenyekiti wa mtaa wa Kilongawima Emmanuel Atanas ameishukuru serikali kwa kuondoa kero ya usafiri na kuomba kujengewa kwa barabara zaidi katika eneo hilo. Barabara hii ni moja ya kilomita zaidi ya 250 ambazo zinajengwa kwa zaidi ya bilioni 800 kwa ufadhili wa Benki ya Dunia. Mheshimiwa Waziri, pamoja na barabara hii, lakini pia tuna mifereji ya zaidi ya kilomita 90 ambayo kila wilaya imeweza kupewa mgao wa fedha kulingana na kilomita za barabara na mitaro ambayo inajengwa katika wilaya zao. Lakini pamoja na hili, Mheshimiwa Waziri, kitu kimoja kikubwa ambacho kimelalamikiwa kwa muda mrefu ni pamoja na miradi mikubwa ya ukandarasi kufanywa na wakandarasi wasio wazawa. Moja ya jambo kubwa ambalo limelalamikiwa sana na Watanzania ni pale ambapo miradi ambayo ina thamani kubwa kufanywa ama na Wachina na Wahindi au na watu wengine, na kwa mantikio wazawa kukosa miradi na kukosa fedha. Lakini hiki ambacho wanakiomba wenzetu wenye viti pamoja na mwenyekiti na katibu ni hii barabara ambayo iko hapa chini, ambayo inapita Royal Right, inakwenda moja kwa moja kama sehemu pia kusaidizana na barabara hii hapa. Mbunge wa jimbo la Kakonko Alan Mvano ameomba kuboreshwa kwa miundombinu ya barabara, hususan barabara inayounganisha eneo la mjini na ofisi ya halmashauri pamoja na ofisi ya mkuu wa wilaya, na kuelekeza kuwa ujenzi wa barabara hizo kwa kiwango cha lami
utarahisisha shughuli za kiutawala, kuboresha huduma kwa wananchi na kuongeza hadhi ya makao makuu ya wilaya. Kama ambavyo nimekuwa nikikuomba, kutokea Kakonko tunataka tuifungue wilaya hii. Tayari kule Muhange serikali imekwisha jenga soko na miundombinu mbalimbali. Tunaomba Mheshimiwa Waziri, kilomita 41.3 tuweze kupata kwa kiwango cha lami, na tunakuomba kutokea pale Kakonko walau kuja hadi ofisi za mkurugenzi na ofisi ya mkuu wa wilaya. Pale kuna chuo cha VETA, Mheshimiwa Rais ameweka milioni 300 na mkandarasi yuko site. Mheshimiwa Waziri, tunakuomba walau hizo kilomita 5, wakati tunasubiria hizi za kupitia Gwarama na kwenda Muhange, walau hizo kilomita 5. Mheshimiwa Waziri, utubariki walau watumishi wetu waweze kupata ahueni. Niendelee au nisiendelee? Mheshimiwa Waziri, tunaomba taa za barabarani walau kutokea Kanyonza kuja Mganza pale Kakonko tuna taa 20 kama na ngapi, hata 30 hazifiki. Mheshimiwa Waziri, tusaidie kutokea Kanyonza, Mganza na pale mjini walau hadi maeneo ya Kabingo hapo tupate taa. Mji watu wake jamani, niseme nisiseme? Mheshimiwa Waziri, pamoja na hayo yote mimi naendelea kukaribisha. Tunaamini haya niliyoyasema utatusaidia. Najua unatupenda na tunakuomba sasa, kwa kuwa umefika na umejionea jinsi wananchi hawa walivyo na upendo kwa serikali. Mheshimiwa Waziri, tunakuomba sana haya yote basi utusaidie. Akijibu ombi hilo, Waziri Ulega ameahidi kuwa serikali itatekeleza ujenzi wa barabara hizo kwa kiwango cha lami na kubainisha kuwa tayari ametoa maelekezo kwa meneja wa TANROADS mkoa wa Kigoma kuanza taratibu za utekelezaji. Leo tu hii ameshaniomba kipande cha barabara. Kwanza ameniomba barabara yote kufika kule mpakani. Amina baba. Lakini anavyojua kuomba akanambia, kaka, ikiwa kama mpaka kufika mpakani gharama yake itakuwa kubwa sana, tafadhali chonde na kuomba sana, na hapa nimemsikia, basi walau ifike pale halmashauri ya wilaya, ikafike na pale Bomani, na sisi watu wa Kakonko wa barabara hii tupate kupona na tuanze kuwa na matumaini. Si amepatia jamani? Si ndondondo jamani, tunakwenda. Ndio maana nikasema huyo Alan ni Alan wa mfano, na mimi nimekubali na nimekwisha kumwagiza meneja wangu wa TANROADS aanze hiyo kazi. Sio tena mita 100 aweke ule mlima. Nimeambiwa ule mlima wakati wa mvua huo unawasumbua sana na magari yanashindwa kupita pale. Nataka meneja kazana ajitahidi kabla mvua za masika za mwakani tayari pale tuwe tuna uwezo wa kuanza kupita na kuanza kuona unafua kweli. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Silo amewataka madiwani mkoani Kigoma kushirikiana na serikali katika kukabiliana na wimbi la wahamiaji haramu. Balozi Silo ametoa kauli hiyo alipozungumza kwenye mkutano maalum wa baraza la madiwani la kujadili hoja ya mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu mkoani humo. Swala la kwanza ni swala la usalama. Bila usalama hatuwezi kuwa na miradi, hatuwezi kuwa na maendeleo. Kwa heshima madiwani, mna nafasi sana katika swala zima la usalama. Tuna changamoto sana la uhamiaji haramu, na wakati mwingine tunachukulia uhamiaji haramu kama watu wa kuwatumia kwenye kazi zetu. Tuangalie sana hao wahamiaji haramu wakija wakajaa ndani ya nchi yetu, tukishindwa kwa manage itakuwa ni tatizo. Niwaombe sana mtusaidie kutoa elimu kwa wananchi wetu. Hatuwakatai wahamiaji hawa, lakini wafate taratibu za uhamiaji. Na mara nyingi kama mhamiaji haramu anaingia tu anaona humfanyi chochote, anatuona sisi ni watu wa ajabu sana, pamoja na shida zao walizonazo. Lakini ni nchi gani ambayo isiyosimamia sheria? Unakusanya wahamiaji 40-50 unaoingiza msituni, wanafanya wanavyofanya alafu wanaondoka. Wanawashangaa ingawa hawaambii. Mara ya mwisho nimemuita mkuu wa kamanda wa TFS, ananiambia, mkuu, kuna viongozi ndio wanajaza watu kule kwenye msitu. Sisi tutafanya nini? Sisi ni wadogo. Kama nilivyosema, jamani, tunawajibika.
Hii misitu ni ya kwetu, leo tupo, kesho hatupo. Kwa upande wao, madiwani hao wamekiri kuwepo kwa baadhi ya wananchi wanaotumia raia hao wa kigeni katika shughuli zao za uzalishaji mali bila kufuata sheria na taratibu. Kila mwananchi anapokuwa amepata mgeni wa aina yote ile pale, basi lazima mgeni yule aweze kutambuliwa na yule balozi, lakini pia mwenyekiti wa kitongoji aweze kufahamu na aweze kumfahamu, ili kiasi kwamba tuweze kufahamu kwamba ni mgeni gani anaenda kwenye kijiji chetu, lakini pia ametokea wapi na ipo kwa nani. Sisi wajibu wetu utakuwa ni huo, kuweza kusisitiza kwamba kudhibiti wahamiaji haramu. Lakini kitu kingine pia sisi kama madiwani na kwa maana wenye vitu wa vijiji pia tunahitaji pia support kutoka pia kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, kwa maana kwamba hawa wahamiaji haramu yapo maeneo pia wanapita huko mipakani, japo najua kuna njia za panya ambazo pia wanapita huko, lakini pia na wao waweze kutusaidia pia. Wahamiaji haramu wapo, sababu kubwa sisi wananchi wenyewe tumekuwa tukiwatumia kama vibarua, lakini kulingana na hotuba iliyotolewa na mkuu wa mkoa, kwa sasa wahamiaji haramu watakapokuwa wanaingia, tutawashauri kutafuta vibali ili wasipate usumbufu. Na taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma inatupa nafasi ya kuelekea moja kwa moja viwanjani, ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa agizo kwa mamlaka za mkoa kupitia upya eneo la akiba lilopo Mbezi Beach na kuhakikisha serikali inakuwa na eneo la ufukwe wa umma litakalotumiwa na wananchi na wageni. Chalamila amesema hatua hiyo inalenga kuongeza fursa za mapato kwa serikali, kuchochea shughuli za utalii na kuhakikisha wananchi wanapata fursa ya kutumia rasilimali za fukwe za bahari ya Hindi. Aidha, amesema uwepo wa ufukwe wa umma ni muhimu katika kujiandaa kuongeza fursa za utalii kuelekea mashindano ya AFCON ya mwaka 2027 ambayo anatarajiwa kuleta wageni kutoka ndani na nje ya Afrika. Jambo ambalo nimekuja hapa kuliangalia ni kwamba kwa Dar es Salaam kwa sasa tunazo beach chache ambazo zipo salama, lakini beach nyingi tumekwisha ziendeleza, na ikiwezekana na zingine zimeendelezwa katika namna ambayo haina tija. Sasa tumekuja hapa tukiwa wengi, akiwemo pia kamishna msaidizi wa ardhi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na timu yake yote, ili tuje tukague ufukwe huu kwa pamoja na pengine tutoe maelekezo yafuatayo. Jambo la kwanza, tunajiandaa na AFCON, lakini timu ambayo imekushapitia baadhi ya maeneo mengi ya beach imeonekana baadhi ya maeneo mengi hayana mpangilio ambao unaweza kubeba hadhi ya wadau mbalimbali kutoka mabara la Afrika na hata Ulaya na hata mabara mengine, angalau kuweza kupata mambo mbalimbali katika bichi zetu. Kwa hiyo eneo hili limeonekana ndio eneo ambalo bado liko salama, kwa maana kwamba ni lazima baadhi ya maelekezo sasa yaweze kutolewa. Lakini jambo la pili, miezi michache iliyopita huu umekuwa ni ukanda mkubwa kuvushia madawa ya kulevya, na baadhi ya hoteli ambazo ziko katika ukanda, baadhi ya madampo yao yamekuwa yakitumika kuhifadhia hizo dawa kadiri ambavyo taarifa zimetolewa. Na kamishna wa madawa ya kulevya Tanzania, moja maeneo ambayo pia amekwisha fanyia kazi na kukamata madawa hayo ni pamoja pia na ufukwe huu. Patrol zinaendelea kutoka hapa kuelekea mpaka Mbudia na baadhi ya visiwa, lakini ukanda huu wote umeonekana kama ambavyo katibu mkuu wa wilaya amezungumza, imeonekana pia baadhi ya vitu bado vinafanyika na bado vinaendelea. Lakini jambo la tatu, nimekuja hapa na kamishna wa msaidizi wa ardhi. Hapa tuliposimama, wenzetu wa TPDC, nafikiri mko wenzetu wa TPDC. Hapa tuliposimama, kwa historia zamani hapa wenzetu wa TPDC wamepatumia sana. Na huu ufukwe maana yake ni kwamba unakuwa bado upo kwenye uangalizi wao. Lakini ukichukua mchoro kutoka pale Whiteset, kuna extension ya hotel ambayo imefanyika Kihuni. Na extension hiyo inakuja kufanyika kwenye maeneo ya serikali. Sasa nimekuja pia na watu wa TAKUKURU. Nimekuja na watu kamishna wa msaidizi wa ardhi. Nimekuja na watu wa TPDC ili kwamba jambo hilo mara moja lianze kuangaliwa kwa jicho la haraka sana, kwamba ni namna gani eneo la serikali
linaweza kuwa extended kienyeji, maeneo ambayo is for the public use liwe extended kienyeji. Sasa hili mtu atakulwa mkoa, kwa kuwa tumeambatana na watu wa ardhi wako hapa TPDC, nataka mlishughulikie mara moja, ili kabla ya miezi ile ya kuanza kupokea wageni hapa tu tumekusha lifanyia kazi na mambo yote yako settled. Lakini jambo la 4, tumekuja na halmashauri wenyewe, manispaa ya Kinondoni, mnao wajibu wa kutunza maeneo haya, mnao wajibu wa moja kwa moja wa kutunza haya maeneo, tusiishi kienyeji. Hii ukienda kwenye baadhi ya mataifa, kwa mfano ukienda hata Eastern Europe, zipo baadhi ya nchi ambazo zinaishi kwa utalii peke yake, hazina lulu nyingine. Ukienda kwa mfano visiwa vya Malta, ukienda wapi, vinaishi kwa hiyo utalii tu. Lakini hata sisi hapa Tanzania, hata sisi hapa Afrika, zipo baadhi ya nchi zinaishi kwa utalii, tena kwa kitu kidogo sana. Lakini sisi Dar es Salaam tujiulize, tuna jambo gani jema ambalo tunaweza tukalitumia hasa kwa utalii au tunapopata wageni kutoka kwenye Naam, taarifa hiyo ya michezo inatupeleka mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari, lakini kabla hatujahitimisha tusikilize tena muktasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na Waziri Dr. Gwajima asifu umoja wa mafundi simu Iringa, ataka kulinda maadili katika jamii. Kwanza niwapongeze kwa kazi kubwa wanayoifanya ya kujikita kwenye sekta ya ufundi wa teknolojia ya simu na kompyuta na kuanzisha kabisa chama chao huko mkoani Iringa. Hii ni hatua kubwa na inaakisi jamii yenye maono. Kabudi yahimiza uzalendo kwa wakandarasi wazawa. Njia ya Mbuyuni au wakapita njia hii, kwa sababu eneo hili ni eneo oevu, lina maji mengi. Kwa hiyo niwapongeze sana wakandarasi kwa hatua ambazo mmezichukua kuhakikisha kwamba mnajenga barabara ambayo inakaribiana na hali ya hapa. Waziri Ulega ahidi ujenzi wa barabara Kakonko. Na mimi nimekubali na nimekwisha kumwagiza meneja wangu wa TANROADS aanze hiyo kazi. Sio tena mita 100. Aweke ule mlima, nimeambiwa ule mlima wakati wa mvua huo unawasumbua sana. Asante sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa taarifa yetu habari mpaka tamati. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majinge. Uwe na usiku mwema. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shoga yangu Halima, mwenzangu una kazi, mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shoga yangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shoga yangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embala sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndio hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Procter Kefu ni moja tu. Tofauti ya Procter Kefu na sehemu nyingine ni moja.
Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.